Hello everyone, it's your boy Sucrose, the Monopolic, all the way from BZ Company Limited. So umekuwa ukisikia sana kuhusu AI, artificial intelligence, lakini sasa haujui inaanzia wapi. Wengi hufikiri teknolojia hii ni ya watu wa nje au matajiri peke yake. Lakini je, sisi hapa Tanzania tunabaki wapi? Watazamaji tu. Wanafunzi wanahitimu vyuo vikuu lakini ajira ni ngumu. Wafanyabiashara wanahangaika na faida inaporomoka, gharama zinazidi kuongezeka. Wakulima nao wanategemea bahati nasibu badala ya kuwa na taarifa sahihi. Na waajiriwa nao wanahisi hii teknolojia itawakimbiza vibaya. Lakini sasa mabadiliko yamefika hapa Dodoma. Karibu kwenye harakati za AI, tukio la kwanza kabisa Tanzania ambalo linafanyika tarehe 19 Julai na ukumbi ni Mabele Hall Dodoma. Wanafunzi, wafanyabiashara, waajiriwa na wakulima nyote mnakaribishwa. Na kuhusu kiingilio, hakuna malipo, ni bure kabisa, lakini nafasi ni chache sana. Jisajili sasa, usikose fursa hii ya kipekee kujifunza kuhusu AI kwa vitendo. AI ni sasa, AI ni kwa kila Mtanzania, AI kwa kizazi chetu. Tukutane pale Mabele Hall Julai 19. Uwe sehemu ya mabadiliko. Mtazamaji na mfuatiliaji wa Divine Forex, karibu tena siku nyingine kwenye YouTube channel yako pendwa kabisa na bora kabisa ambayo inakufahamisha, kukufundisha kila kitu ambacho kinaendelea kwenye hii industry ya forex trading na biashara ambazo zinakuwa invented na hawa forex traders ambao wako Tanzania na East Africa kwa ujumla. Siku ya leo nilipata bahati kutembelea hapa Big Boys Club Investment, kampuni ya Big Boys Club Investment. Actually naamini mnaifahamu kwa sababu ni kampuni ambayo iko popular sana hapa Tanzania na imejikita sana kwenye ku create awareness kwa vijana kuhusiana na mambo ya forex na vitu vya technology. So kwa siku zilizopita, siku chache zilizopita nilikuwa nikiona matangazo mbalimbali kwenye peji zao ya AI centralization. Neno AI kwangu mimi sio geni kivile kulisikia, lakini nilikuwa nataka kujua wao wameona nini kwenye AI mpaka wanataka kuintroduce na wameiandalia shughuli kubwa kweli kweli pale Dodoma siku ya tarehe 19. Kwa hiyo nikawa nataka kufahamu na nyinyi pia mfahamu ni vitu gani ambavyo wametuandalia. Hapa mbele yako hapa kama mnavyotuona tupo wengi. Ni bahati pia kukutana na hawa watu. Kabla hatujaendelea ningependa wajitambulishe. Niko majina naitwa Joseph Marcel au watu wengi maarufu kama Marcelo. Yes, natokea BZ, ni sales, ni head of sales wa BZ company. Mimi bwana naitwa Matthew lakini almaarufu kama Mr. UK. Mr. UK. Blaza ni maarufu sana. Familia yako inaonekana changamoto sana, ni kila siku ni malumbano yani. Hamna, ni vitu vya kawaida kwenye maisha. Yeah. Na wewe unaona comfortable kabisa, ni umezoea nini? Ndo maisha yangu ya kila siku sasa. Ni ndo maisha yangu yani, sio kitu cha kukizoea kwamba sikuwa nacho, ndo maisha yangu. Yeah. Na haikupi shida? Shida ipo. Shida ipo, ila sasa uwezo ukasema shida hapa. Maana mara nyingi naona wewe na familia yako mmegandana kweli kweli, kila sehemu mpo. Maana sema usilete shida. Ni jambo zuri lakini pia pole, maana unachokipitia wanaume wengine waga wanakimbia. Hamna bwana, ni vitu vya kawaida. Vitu vya kawaida. Wengi wanapitia, sema tu havionekani. Kwa sababu mimi vya kwangu nimeamua kuvionesha ndio vinakuwa vina. Mna muda gani kwanza? Muda uache sasa. Haina noma. Watu wengi wanasema bwana mtu akishaoa ananenepa, lakini mwenzetu unaona ndio vile. Ndio hivyo kama unaona. Mwenzako anakunyonya. Hamna, ndio hivyo. Fujo sio mchezo. Mimi ndo nilivyo. Dodoma wote, Dar es Salaam wote. Hamna. Unajua tena. Ila hongereni. Asante. Unajua kupata mtu mwenye wivu kama yeye pia ni jambo la kushukuru. Gani mimi nimepata mtu.
Mbona umenikazia na mtu hivi? Usiendelee kuchimba maana usije kusababisha malumbano baadaye ukaenda kupata mashtaka ya kujibu. Kaanza kuuliza, "Wewe umenikana?" Okay. Wewe pia nimekuona kwenye hizi matangazo ya AI centralization pamoja na bei zetu. Wewe ni moja ya founders au inakuaje kwa upande wako? Mimi nimesimama kama influencer. Kwa sababu jambo kama hili ni kubwa. Okay. Actually linahitaji awareness kubwa ya watu yani kuwafikia watu. Okay. Hicho ni kitu cha kwanza. Sasa baadhi ya njia ambazo zilifikiriwa, mimi nilikuwa ni moja ya plan kuwafikishia watu, na as you see wewe mwenyewe uliona, manake nilifanikiwa kwa kiwango kikubwa kufikia watu. Na unaitumia kabisa hiyo teknolojia AI. Yeah. Yani tunavyoongelea as I say na promote saizi hiyo event ya tarehe 19 AI centralization. Kinachotakiwa kufanyika ni kuseto kila kitu kuhusu AI. Kushakuwa na kelele nyingi kuhusu AI. Sasa baada ya kufikiria wakaona Mr. UK ana uwezo wa kudelivery ili swala kwa Watanzania kiujumla, kwa sababu na huo uelewa kiasi chake, niko karibu na watu kwa muda mrefu, so naona every process wanazozipitia, kila wanachokifanya. Okay. The time wanaanza kugundua hichi kitu, wanaanza kukijua wao, na mimi nilikuwa pati ya kukijua. Basi nikukatishe usije kumaliza nyama zote. Yeah, tuje kwa dada hapa na yeye ajitambulishe, watazamaji pia wapate kumfahamu. Okay, kwa majina mimi naitwa Neema Kaniki, ni digital marketer. Nafanya mambo ya marketing, nimebezi zaidi kwenye digital, natengeneza content, nafundisha watu masuala mazima ya social media marketing. Okay. Yes. Kwa hiyo wewe umebezi sana kwenye upande wa social media marketing tu peke yake, au kuna vitu vingine pia ambavyo unakuwa unavifanya? Mimi by professional mimi ni marketer. Lakini sasa katika marketing ni kubwa. Ndio nikaamua mimi ni specialize kwenye upande wa digital. Na ni kwa sababu pia nimeona ndiko ambako watu wengi wanapatia pesa huko, watu wanafanya biashara, kila kitu sasa hivi kinatakiwa kiingie katika digital. Kwa hiyo nimejikuta passion yangu imezidi kuendelea huko kwenye mambo ya digital marketing. Yes. Ndio umenijibu swali ambalo nilikuwa nimepanga kukuuliza. Lakini haina mbaya, kwa sababu inaonekana ukijaribu kuangalia siku hizi kwenye ulimwengu wa leo, kila mtu kwenye mitandao ya kijamii anafanya issue za digital marketing. Kwa hiyo naamini wewe utakuwa ni mtu sahihi kutueleza kuna siri gani kwenye digital marketing. Maana yake inawezekana kuna mishindo ya kutosha huko, alafu watu mekaa tu tunazurura mtaani, hatuna ajira na vitu kama hivi, kumbe wenzetu mmepata chimbo la kuokota hela huko. Hamna shida, tutaendelea kuzungumza. Yeah. Moja kwa moja nirudi kwa Mr. Marcelo. Nataka kufahamu AI ni nini, kwa sababu mimi nimejaribu kufanya research zangu. Unajua siku hizi ukifanya research ukiuliza mtandaoni mara nyingi majibu yanakuja kwa Kiingereza. Alafu sasa si wengine Kiingereza mzee kidogo ni changamoto. Jamii yetu nzima ya sasa Tanzania, Kiingereza kidogo kinakuwa kinatupiga chenga. Unaona, japokuwa tunajilazimisha kuchanganya Kiingereza na Kiswahili kuonekana tumesoma. Lakini walisia ndo AI ni nini? Kwa kifupi tu tuelezee AI ni nini. Asante, swali zuri. AI ni teknolojia, naweza tukasema mpya, lakini ni teknolojia ambayo inaruhusu mashine kujifunza na kufanya na kuiga kama binadamu. Yes, kwa hiyo ni mashine ambayo yenyewe inajifunza tabia, inajifunza uwezo, na ikishajifunza inakuwa na uwezo wa kufanya kama binadamu. Hii ndio na tafsiri rahisi na fupi ambaye sasa akikutana na yale majibu ya Kiingereza kule hayaelewi. Sasa hii ni tafsiri ya Kiswahili. Hapo umesema kwamba inajifunza tabia. Hizo tabia ambazo inajifunza mnakuwa mnaifundisha au inakuaje? AI kama AI haifanyi kitu chochote ambacho haijajifunza. Yaani yenyewe inakuwa kama empty brain, kama ubongo wa mtoto. Okay. Yeah, yani kama mtoto akizaliwa pale anakuwa empty brain. Kwa hiyo AI kila anachokutana nacho ndani ya macho yake mbeleni anapokuwa
Ndio maana hata sasa hivi ukizaa mtoto wako hapa sasa hivi akatua Uingereza baada ya miaka mitatu atakuwa na samani kidogo. Naomba nikukatishe. Umesema ni kisa actually wanaozaa ni wanawake bro. Hapana. Lama tuendelee. Okay. Yeah. Yani inakuwa kama mtoto. Kwa hiyo hata mtoto wako ukimchukua hapo umemzaa Tanzania, lakini ukimtoa na umri huo wa mwaka 0 akitoa Uingereza, maana yake atajifunza, ata uwezo kuongea Kiingereza akati ni Mtanzania. Kwa sababu gani? Anajifunza. Kati anazidi kukua, maana yake ubongo wake wenyewe unapokea nini? Zile lafuzi na mazingira ya kizungu. Kwa hiyo na AI ipo hivyo hivyo, kwamba chochote ambacho kinakuwa mbele yake unachokifeed, unachokilisha, na yenyewe ndio inapokea. Kwa hiyo itafanya kazi ile ambayo wewe umemuuliza. Kwa hiyo anajifunza kwenye data tofauti ambazo anazipata kutoka kwenye source tofauti. Kwa hiyo vile anavyojifunza zile source anazozipata, kwa hiyo anakuwa wewe unapokuja yeye anakupa majibu kutokana na data zile ambazo anazipata. Kwa hiyo na sijui kama nitakuwa nipo sahihi, naweza kusema kwa mfano labda mtoto amezaliwa, baada ya kuzaliwa anakuwa anapelekwa shule, labda kuna madaraja ya elimu ambayo anapitia, labda anaanza chekechea, kutoka chekechea anaenda shule ya msingi, kutoka shule ya msingi anaenda sekondari anaenda form 5 na 6 ile. Unaona, ambao bado pia ni sekondari, afu pia anaenda chuo kikuu. Na kwenye AI, kwenye namna ya kufundisha AI kuna step za aina hiyo, au kwa AI ikoje? Kwa AI ipo tofauti kidogo, kwa sababu yeye anaweza akajifunza kwa kuscale haraka sana. Kwa sababu yeye anapata taarifa kutoka kwenye source tofauti. Kama AI sasa hivi kuna AI nyingi sana zinakuwa released. Ukiangalia wa Grok, ukiangalia wa Gemini, wa Google. Yule wa Google tukisema yeye anatoa taarifa zote kutoka kwenye Google, data zote ambazo zipo kwenye Google. Yeye ndo anakuwa trained au anakuwa trained kupitia zile data. Kwa hiyo data zote ambazo wewe uliweka taarifa zako kule miaka gani, yeye kwa sababu ni AI wa Google, data zote ambazo Google anazo, yeye ndo anajifunza pale. Kwa hiyo haendi kwa stage labda kwamba chekechea, siji standard, primary au secondary. Yeye anajifunza kwa wakati mmoja. Kwa hiyo zile data zote ambazo zipo kwenye Google, yeye kwa muda mmoja anajifunza. Kwa hiyo kija unahitaji kuuliza kitu fulani, kwa sababu yeye anacho, anakujibu. Kwa hiyo Google wana AI yao, ambayo wamedumbukiza, wameifeed ile AI, unaona, zile data zote ambazo unaenda kuuliza. Kwa hiyo ikitokea labda tuchukulie mfano labda kampuni hii yenu ya bei zetu. Kwa mfano nyinyi mna AI yenu. Kwa hiyo na nyinyi mmezifeed zile data za nini? Za bei zetu. Ndio hivyo. Kwa hiyo ikitokea inawezekana pia kwamba yule labda Google nini wakaona wakaja wakabeba zile data kutoka kwa AI wa nani? Wa bei zetu. Okay, kwa hiyo ndio jinsi ilivyokuwa. Kwa hiyo naweza nikasema kwamba ukishakuwa tu na uwezo labda kutengeneza AI, unaweza ukatengeneza haya majina. Kwa mfano umenitajia majina sijui Grok, sijui Google. Kwa hiyo alafu na mwingine nisikai kusikia ChatGPT na mwenyewe ni AI. Yes. Yaani hiyo ni moja ya AI ambayo hapo released. Ndio alianza ChatGPT, ndio alianza. Akaja hao kina OpenAI, wakaja hao kina Grok, wakaja DeepSeek, wakaja Qwen. Na AI ni nyingi sana zimekuwa released hapo. Yaani baada ya ChatGPT hapo, yani kuna AI ziliflow hapo nyingi sana baada ya kuona sasa kwamba hii ni teknolojia ambayo kila kampuni ambayo ilikuwa kampuni ya tech ilikuwa inaona fursa kwenye kuingia kwenye hii teknolojia, kwa sababu ni teknolojia mpya. Na dunia, kuna kitu msemo wetu mmoja unasema dunia kama iko kwenye reset, kwamba kwenye hii teknolojia ya AI ni kama watu wote tupo sawa. Yaani wa Tanzania, China, Marekani, yani kama tupo sawa. Kwa hiyo yeyote ambaye anakuwa yuko sharp kwenye kujifunza na kutrain na kuingia kwenye hii teknolojia ya AI, maana yake wote tunakuwa kwenye level moja. Lakini ambaye atakuwa yuko bado yupo kwenye hiyo old traditional, basi tunamwacha. Yani yeye ndio tunakuwa tunamwacha, lakini yeyote ambaye ana jump kwenye hii teknolojia, wote tunakuwa level moja. Kwa hiyo yeyote ambacho kinaweza kufanyika Marekani, au chochote kinachoweza kufanyika China, Uingereza na Tanzania, tunaweza tukafanya kwa muda mmoja. Blaza uko deep kinoma. Vitu unavyo flow hapa actually ni vitu vigeni. Sikutegemea kama ningejifunza kwa undani zaidi afu kwa muda mfupi kama ulio nielezea wewe. Anataka kuuliza
swali jingine. Sasa nyinyi mmekuja nyinyi Beizetu, kampuni ya Beizetu mmekuja introduce hiki tunakiita AI centralization. Labda mliona kitu gani au mliona kuna fursa gani kwenye nchi yetu hii ya Tanzania, nchi zetu za Kiafrika, sasa Afrika Mashariki, Tanzania, mliona kuna changamoto zipi au vitu gani ambavyo mkaona hivi mbona kama tunaweza tukatatua matatizo kwa AI? Unaona, ndo yani mliona changamoto gani mpaka mkaamua kuja na hiyo AI centralization? Kwanza AI centralization napenda kuiweka kwenye tafsiri moja rahisi na yenyewe. Ni movement ambayo tunataka tu centralize namna nzima ya utumiaji wa AI na fursa ambazo zinapatikana katika teknolojia hii ya AI. Movement hii itaenda kufanya vijana wengi wapate fursa, vijana wengi wagundue kwamba kuna uwezekano wa kufanya vitu vingi kwa wakati mmoja kwa kutumia teknolojia mpya hii ya AI. Kwa hiyo wakiwa na uwezo wa kujifunza, uwezo wa research, kufanya vitu vipya, kutengeneza vitu vipya, maana kuna fursa kubwa sana kwenye teknolojia hii ya AI. Kwa hiyo ni movement ambayo tunaenda kuonyesha kwamba dunia au Afrika kwamba tusiwe nyuma au hatuko nyuma kwenye movement au kwenye teknolojia hii ya AI. Kwa sababu fursa ni nyingi, kujifunza, kutengeneza mifumo, kutengeneza system, kutengeneza kila aina ya bidhaa ambayo inaweza ikafanya kazi kwenye bara letu la Afrika na au East Africa, Tanzania. Turudi kwa Mr. Yuki. Wewe umesema pia ni mtumiaji mzuri wa AI. Nataka kufahamu ni kitu gani hasa ambacho kilikuvutia zaidi wewe binafsi mpaka ukajikuta na wewe umetamani sasa kuingia kwenye hii teknolojia mpya ya AI centralization? Okay. Kwa upande wangu mimi, cha kwanza, hii ni teknolojia mpya. Hicho kitu cha kwanza. And as you know, teknolojia mpya yoyote inapoingia ni lazima inakuwa na opportunity. Ni lazima. Haiwezi kaja teknolojia ambayo haina opportunity. Kitu cha kwanza mimi nilikuwa naangalia opportunity. Niko vizuri sana kwenye kuzisketch opportunity ni ipi na nafanya nini. Na kwenye upande sasa wa kwamba hii opportunity ya AI ilivyoingia, kitu cha kwanza ambacho inafanya AI inarahisisha. Hiyo ni kazi ya kwanza ambayo AI inafanya. Maana yake alivyosema Marcel kwamba AI ina uwezo wa kuiga kitu anachokifanya binadamu. AI ina uwezo wa kuingia kwenye source tofauti kwa muda mmoja. Maana yake hivi sasa hivi nikikaa hapa nikasema nataka nijue watu wote waliowahi kuandika vitabu bora duniani, ukiniambia nikaanze kutafuta, nitatakiwa niende library mpaka library, si ndio? Lakini right now nikienda kwa AI naweza nikamuuliza hilo swali na akaenda kwenye hizo sources zote na akanipa majibu sasa hivi within a second, which it is one of the best. Ni kitu kimoja kizuri sana kwa sasa hivi. Maana yake tunapunguza utumiaji wa muda. Umeelewa? Which kitu cha muhimu duniani ni muda. Ukifanikiwa kukitumia vizuri, you're good to go. So nilivyojua tu hivyo kwamba AI ina reduce kutumia muda vibaya, inakusaidia kurahisisha mambo yako, vitu vigumu, kitu kinaweza kikawa kigumu. Sasa hizi tunaweza tukapiga picha hii hapa ikiwa imevunjika. Okay. Na AI akatuambia kwamba hii kwa nini imevunjika, imetengenezwa na kampuni gani, inapata shida gani, ukitaka kusolve au hiyo hautaweza kusolve. Which sasa hivi ungeenda kwa fundi na angekupa hayo majibu, ungefanya hivyo. Lakini umepiga picha, umemtumia na amejua kwamba iko hivi na hivi na hivi na hivi, unaweza kufanya hivi, which it is good. Nilivyoona hiyo kitu nikasema mimi na moyo wangu wote nitapiga kelele Tanzania wote wajue AI ni nini. Yeah. Turudi kwa dada hapa. Yeah. Wewe ni digital creator au digital marketer. Kwa upande wako wewe unaona AI ina msaada gani? Kwa upande wangu mimi naweza nikaongelea katika pande mbili, kwa sababu mimi kama mimi natumia AI na pia nafanya kazi na watu ambao kila siku nawasisitiza waweze kutumia AI. Nikianza kwa upande wangu mimi, kwa sababu na train watu kuhusiana na masuala ya social media, nafanya kazi za social media management. Kwa hiyo
AI imekuja kama kurahisisha kazi kama alivyosema Mr. UK. Kwa sababu mwanzoni, hata ambavyo mwanzoni nilikuwa sijajua vizuri kuhusiana na AI, nilikuwa napata shida. Lese mteja amekuja anataka ufanye kazi naye kwenye upande, labda anafungua restaurant. Kufanya research kujua kwamba biashara ya mgahawa utaitangaza vipi kupitia mitandao ya kijamii, ni kitu gani kinaweza kikafanya watu wavutiwe kuja kwenye mgahawa wa mtu fulani, ilikuwa ni lazima utoke uende kwenye migahawa mingine ukafanye research, waulize. Lakini sasa ukitumia AI, kwa sababu kama alivyosema Marcelo, yeye anaenda kutafuta information zote zilizowekwa. Kwa hiyo taarifa za mgahawa mmoja, wa pili, wa tatu, wa nne zote zipo mtandaoni. AI anaenda kutafuta kwamba okay, mgahawa huu ulitumia mbinu hii ukajitangaza ukapata wateja. Mgahawa huu mwingine ulitumia mbinu hii. Kwa hata mimi mwenyewe mteja anapokuja inanirahisishia kwamba sasa kulingana na huyu mteja mimi nitumie mbinu gani. Unaona Lakini pia hata kwenye kazi zangu, kwa sababu kuposti kwenye social media pia sio kazi rahisi, kwamba naweza nikatengeneza content, nikaiedit kwa mkono, nikakaa, nikaiposti Instagram, nikaposti TikTok. Kwa hiyo hizo zote zinazofanya hiyo kazi ni AI. Na ndio maana pia hata nilivyoona hii event ya AI centralization, niliona kabisa ni kitu kizuri, kwa sababu kama mfanyabiashara au kijana akihudhuria huku, tayari ataanza kupata picha ni namna gani ambavyo katika career yake, sio lazima uwe mtu wa social media kwamba unafanya kazi za social media management kama mimi. Unaweza kuwa umesomea udaktari, unaweza ukasomea sijui sheria, lakini sasa katika hiyo career yako utaweza kujua sasa kwamba ni namna gani AI inaweza ikakusaidia. Lakini pia nikiongelea kwa upande wa wafanyabiashara, mwanzoni pia wafanyabiashara kwa napata shida sana kwenye upande wa kujibu watu DM. Unakuta mtu tayari ni mfanyabiashara mkubwa, huwezi ukasema kwamba atakaa kila siku amjibu mtu mmoja mmoja. AI tayari inafanya automation. Unaweza ukaseti kwamba okay, mimi nauza bidhaa za aina 3. Mtu akiuliza bidhaa hii apewe jibu gani, ipo au haipo, inapatikana kwa shilingi ngapi, ni namna gani ambavyo anaweza kufanywa delivery. Hizo zote ni automation ambazo wafanyabiashara wengi wa Tanzania wanatakiwa wasijue, kwa sababu mataifa mengine tayari wanazo, wanatumia. Hata wewe sasa hivi ukienda kwenye page za watu wa nje, ukimdie mtu mtaalamu yoyote au mfanyabiashara yoyote, kuna message inaingia pale kwamba kama unataka kuchukua hii bidhaa, jaza information zako hapa, jaza namba yako ya simu. Kwa hiyo ni kitu ambacho sio tuvione tu kwa watu wengine, hata wafanyabiashara wa hapa Tanzania wanaweza kanufaika. Kwa mimi ninaweza nikaielezea AI kama alivyosema Mr. UK, inarahisisha kazi, lakini pia ni chanzo cha ajira. Kwa sababu kama kijana kwa mfano anayetazama video hii, tumesema AI ni teknolojia mpya. Sio Watanzania wote wataweza kuifikia AI kwa urahisi. Kuna wengine wanahitaji msaada zaidi ili kuunganishwa huko. Kwa hiyo kijana lazima ujifunze kuhusiana na mambo ya AI, ujue inafanyaje kazi, inaweza kusaidia vipi jamii yetu kwa ujumla, ili wewe upate kama chanzo pia cha ajira. Unaweza ukatoka zako hapa ukafunga safari yako ukaenda kijiji fulani huko, ukakuta wafanyabiashara ukawaelezea kuhusiana na masuala ya AI, ukawasaidia ni namna gani ambavyo inaweza ikawasaidia kwenye biashara zao. Mimi naamini hawezi kukuacha bure, lazima watakushika nini, lazima watakushika mkono. Na hicho mimi naongea kwa sababu nina ushahidi. Mimi nafanya kazi sana na wafanyabiashara, wakiona unawapa kitu ambacho kinawarahisishia maisha yao ya biashara, lazima wakupe chochote kitu. Yes. Okay. Ni kitu kizuri. Nataka nirudi kwa Mr. Marcelo. Kama mnavyojua kwamba sisi wa Tanzania, na uzungumzia wa Tanzania kwa sababu nadhani mnatuelewa vizuri. Umezitaja pale mwanzoni, umezitaja kuna AI nyingi sana ambazo umezitaja. Na nyinyi bei zetu mnakuja na hii movement project au AI ya bei zetu. Unaona? Sasa nataka kujua hii AI yenu na kwa nini mliamua kuja na hii AI yenu, na ina utofauti gani na hizo AI nyingine. Unaona, kwa sababu unajua Tanzania hapa tuna miiko na tamaduni zetu. Sasa je, inakidhi hivyo vitu au inakidhi jamii yetu hapa Tanzania? Yaani ina utofauti wa hii AI ambayo mnakuja na ina upekee gani na hizo AI nyingine? Nashukuru kwa swali zuri. AI yetu sisi ni muunganiko, tuseme, naweza ngasema ni muunganiko wa AI tuseme karibia zote ambazo ziko release. Lakini pili,
sisi hii AI tumeitengeneza mahususi sana katika ufanyaji kazi. Hii AI yetu ipo kwenye mfumo wa kibiashara, kwa sababu sisi tunaita ni AI ambayo iko ni marketing tools, AI marketing tools all in one, kwamba hii AI inaenda kuwasaidia sana wafanyabiashara. Yani sisi tumebase hii AI yetu iende kuwasaidia sana wafanyabiashara. Kwa hiyo mara nyingi kwenye uundaji wetu sisi tunaunda vitu vyote ambavyo vyote vinaenda kubased on business. Kwa hiyo AI ambayo tunaenda kumrelease siku hiyo, au tunaenda kutoa fursa siku hiyo ambayo ya tarehe 19 Mabel O, ni fursa ambayo vijana wote wanatakiwa wawepo, wajifunze, wasikie fursa ambayo inapatikana kwenye AI, ambavyo ukijua AI kwa namna yoyote itaenda kurahisisha kazi zako. Wewe kama mfanyabiashara, wewe kama ni mfanyakazi, wewe kama ni mwanafunzi, utaenda kujifunza AI ambayo wewe itaenda kukurahisishia wewe katika sekta yako. Unataka kufanya research, AI yupo hapo. Unataka kufanya biashara, atakusaidia wewe kufanya biashara katika namna sahihi kabisa. Kwa sababu kwenye mifumo ya dunia hii tunapoenda kwenye teknolojia ya AI, biashara ziko zinafanyika kwenye sekta au kwenye karne ya 20, kabla ya 20 au 19. Tuseme walikuwa wako based on TV, radio na printing. Tumekuja kwenye hii sekta sasa hapa 1900 na baada ya internet kuingia, zikawa released masuala ya website. Watu ambao walikuwa very sharp waliingia wakajump in, makampuni yaliyojua kudaka hiyo fursa yalifanya. Lakini tumekuja kwenye miaka ya 2000 hapa, zimekuwa introduced social medias. Lakini bado kuna watu ambao hawajadaka hiyo fursa kwa wepesi. Na sasa hivi miaka hii ya 2010 na hapa ya 20 imekuja AI. Ukiangalia hizi movement zote au hizi mabadiliko ambayo yameenda, watu wengi walikuwa hawakimbilizi au waingii kwenye hizi fursa mapema. Ukiangalia watu ambao waliweza kuingia kwenye masuala ya website waliweza kufanikiwa kwa kipindi chao. Ambao wameingia kwenye masuala ya social media wamefanikiwa kwa kipindi chao. Lakini sasa hivi kwenye hii AI, kila kampuni unayojua wewe yote inakimbilia kwenye social media. Yote inakimbilia kwenye, hakuna kampuni ambayo unaijua kubwa ya vinywaji, ya promotion, ya marketing, ya mpira, yani TV, manini, yote yamekimbia kwenye social media. Kwa sababu gani? Wepesi wa kufikia wateja kwa urahisi umekuja kugeuka kwa kwenye social media. Sasa kama wewe ni mfanyabiashara, unafanya biashara kwenye social media, kuna namna sahihi ya kufanya biashara. Tunaita kwenye digital platform. Tukiangalia kama kipindi kile kwa sisi wa Tanzania, tulikuja kwenye mabadiliko yale ya kutoka kwenye TV za analog kwenye za antena kuja kwenye dish. Tuliambiwa tu saa 6 usiku channel hazitaonekana. Kwa wale watu ambao walikuwa hawaamini vitu vilivyo kuja kubadilika, wakahisi kumbe vitu hivi vimekuwa serious. Lakini wale ambao walikubaliana na mabadiliko, sasa hivi ukiangalia kila mtaa au kila mji una decoder. Sasa hii ni namna ambavyo Tanzania au vijana tunatakiwa tujue kubadilika kutokana na mazingira. Teknolojia inapokuja, wewe ingia nayo, kwa sababu unapoingia nayo kuna fursa. Na fursa ile ukiingia ukaidaka, manake ile fursa wewe inaweza kukufanya wewe ukue, inaweza kukufanya wewe upate kipato na uweze kubadilisha maisha yako. Kwa hiyo fursa hii ya AI inapoingia, wafanyabiashara, vijana na taasisi na makampuni ya kiserikali na binafsi, yote yana uwezo wa kupata hii fursa na kubadilisha mifumo yote. Mwanzoni ulisema ulitolea AI ni kama mfano wa mtoto ambaye unamfundisha, yeye kazi yake ni kuadapt zile tabia ambazo unakuwa unamfundisha. Nataka kuuliza, huyu mtoto wenu ambaye ndo AI wa bei zetu ambaye mnaenda kumzindua tarehe 19, mmemfundisha Kiswahili kweli au ndo mabasi ya njano? AI anajifunza. Kwa hiyo kama kwenye Kiswahili tupo kwenye speed ya hali ya juu sana kumfundisha Kiswahili. Na kwenye Kiingereza kwa sababu ndo wanasema lugha mama ya AI,
yani anakijua kwenye kuongea, kwenye kukiandika, kwenye kurelease taarifa analilizi kwa haraka. Lakini kwenye Kiswahili yuko kwenye speed ya hali ya juu kwenye kujifunza Kiswahili, na kwa kadiri siku zinazozidi kwenda Kiswahili chake kinazidi kuwa kizuri, kitamu zaidi. Kwenye kuandika yeye AI kwenye kuandika Kiswahili anakiandika vizuri. Changamoto inakuja tu kwenye kukiongea. Kwenye kukiongea kidogo anakuwa ana ile lafuzi ya bado ya Kiingereza. Kwa hiyo kama mtu akiwa anaongea naye na sio mzuri sana kwenye kusikiliza, anaweza kaamuelewi vizuri. Lakini kwenye kuandika anajibu lugha zote ikiwemo Kiswahili. Aisee, mtoto wenu akishua Kiswahili kwa mbali, Kiingereza anaumwaga mwingi. Kwa yote Kiswahili yani anakijua, kwa sababu tofauti na AI wengine. Ukimtoa ChatGPT ambaye na yeye Kiswahili chake kipo sharp, ukimleta wa kwetu yupo vizuri zaidi. Mr. Ruki, hii AI wewe pia ndo umekuwa ni mtumiaji wa mwanzoni kabisa. Hii ambayo inaenda kuzinduliwa na bei zetu, na nafikiri umeanza kuitumia una muda gani? Uruhusi kusema muda. Uruhusi kusema. Sasa nataka kufahamu kwa huo muda ambao ulikuwa ukiitumia. Wewe ni digital creator. Unatengeneza content nyingi sana mitandaoni. Imekurahisishia vipi kwenye hizo kazi zako za kila siku? Okay. Nadhani aligusia hapa. Ukizungumzia swala la ku-create content, cha kwanza you need more ideas. Umeelewa, unahitaji idea zaidi. Kila siku unatakiwa uamke na idea mpya. Cha pili, unahitaji consistency. Unahitaji kuwepo kila siku, uwe na hiyo awareness ya kuwepo, ili watu waendelee kuelewa kwamba Mr. Yuki anafanya kitu fulani. Sawa. So kwenye upande wa AI hiyo inasaidia kwa upande mkubwa, kwa sababu ina uwezo kukufanyia schedule ya posti zako zote. Wewe unachokifanya ni ku-create. Umeelewa? Baada ya ku-create, yenyewe ikakuschedulia kwamba utaposti hichi kitu saa fulani, siku fulani. Utaposti hichi saa fulani, siku fulani. Maana kama unaposti posti 3 kwa siku, Instagram, Facebook, TikTok, maana ni unatakiwa uposti mara 10 na ngapi hapo? 12 kwa siku. Which kwa mazingira ya kufanya kazi na kupost inaweza ikawa inakuia ugumu. Hii kitu yenyewe inakufanyia ni wewe tu kishamaliza kuedit kazi zako, unaweza kaziweka pale zikaschedule vizuri, zikapostiwa zote na kwa muda ambao ulitaka. Ukaziandikia caption, ukaziweka kila kitu, muda ukifika zinapanda. Hiyo ya kwanza. Ya pili, hii ina uwezo, let's say una idea size hapa. Sawa. Idea yako imekufunga yani. Umeelewa? Unaweza ukafika idea mwisho, ukafika sehemu umefika mwisho, unashindwa kufunguka juu zaidi. Umeelewa? Lakini unaweza ukaiambia AI kwamba mimi nimewaza hichi kitu. Sawa? Nataka nikishuti hivi na hivi na hivi na hivi. Wewe kwa according to source unazozijua na vitu unavyovijua kama AI, naweza nikafanya nini cha zaidi ya hiki? Mimi sitaki hiki, nataka cha zaidi ya hiki. AI inaweza ikaenda kaangalia source ya hicho kitu na ikakurudia na idea better ambayo hujaikufikiria. Na ikaenda vile vile ambavyo ulikuwa unawaza wewe. As long as umeipa information kamili za kitu ulichokuwa unakifikiria na ukaiambia nataka kizuri zaidi ya hiki. So itakupa option kadhaa kwamba angalia hiki, angalia hiki, lakini haikutoi mbali na ambacho ulikitaka, which means ni moja ya tool nzuri sana kwa vijana sasa hivi. Kwa sababu unajua ili utengeneze hela right now, you have to know how to make money. Sasa uwezi ukawa unajua kutengeneza hela una idea. Umeelewa? So ukishakuwa na idea moja kama inaweza ikaduplicatiwa mara 4 mara 5, basi wewe ni tajiri wa idea tayari, which AI inasaidia. Hatusemi kwamba inakupa idea, hapana, kwa sababu you're the one ambaye unaipa idea, ila yenyewe inakufanyia kile kitu kiwe better. That is one of the best. Nyingine ni kuibia. Unaweza kanishawishi. Nishaanza kushawishika, lakini unaweza kanishawishi zaidi. Nikwambie kitu kingine, hii nataka tu kwa vijana wote. Aliongelea swala la ajira kwa vijana. Sawa. Tunapokuja kwenye bei zetu na AI ambayo itazinduliwa, itasaidia sana kwa vijana kutengeneza ajira, kwa sababu kuna vitu ambavyo vilikuwa vinachukua like tunasema inabidi umpate specialist wa hicho kitu. Tunavyoongelea hapa tunataka tuongelee IT ambaye anajua kucode, IT ambaye anajua kufanya nini, ndio atutengenezee sisi website. Si ndio maana yake?
Lakini tukija kwenye AI ambayo ataweza kusaidia hizi vitu, manake vijana wengi wataweza kutengeneza hizi na wataweza kwenda kufanyaje, kusaidia makampuni mengi nchini, which is hiyo ni opportunity kwa vijana, na sio moja, ni opportunity zaidi ya 5 kuelekea 10 ambazo vijana wakiweza kuwa na AI itakayoachiwa na kwenye hii siku ya AI centralization, wataweza kujiajiri wenyewe. Sawa, ni wao tu kujua kwamba sasa hivi kuanzia hapa tunafanya hivi, kwa sababu kazi ni kuipata kazi. Sasa tunawapa kazi wenyewe, wakishakuwa na ile AI ajue mimi namfanyia kazi mtu fulani, akipenda hii kazi atanilipa. Alivyosema mfanya biashara, ukimpa kitu ambacho anakuwa anatengeneza hela, hawezi akakunyima, kwa sababu umemfanya atengeneze milioni, alikuwa hana mpango nayo kuitengeneza. Kwa nini asikupea? Yeah, okay. That's it. Asante sana. Turudi kwa dada Neema. Okay, nilikuwa najaribu kufikiria kitu kimoja hapa. Umesema AI inaweza ikafanya kila kitu. Yaani wewe unaiuliza inakujibu. Unaona? Na pia unaweza ukachati nayo vile unaiuliza inakujibu. Sasa kuna kitu kimoja ambacho kilikuwa kinaniwazisha. Kama AI ina uwezo wa kufanya kila kitu, binafsi nilikuwa najaribu kuangalia katika engo ya kujaribu, unakuta kwa mfano siku hizi kuna wanavyuo, nimesikia pia wanavyuo pia wanatumia sana AI. Auoni kwamba inatengeneza kizazi hicho ambacho kinakuwa ni kizazi sawa, huwa anaonekana ni msomi, lakini ile degree sio ya kwake, ni degree ya AI. Sasa uone kama unakuwa unatengeneza wajinga wengi mtaani? Mimi hilo sana nakataa kusema kwamba unatengeneza wajinga wengi, kwa sababu kama alivyosema Mr. UK, AI inaweza ikakupa kila kitu, lakini haiwezi kukupa sahihi kama wewe hujaiongoza. Kwa hiyo mpaka mwanafunzi anaenda kuiongoza AI impe informations ambazo zinaweza zikamsaidia, tayari kuna kitu alishakielewa, alishakijua, ila tu anaenda kwa AI kupata uelewa zaidi. Kwa hiyo mimi sioni kama inaweza ikafanya eti tukuze watu wenye degree za AI, kwa sababu AI mwenyewe inamtegemea yule mwanafunzi. Kwa mwanafunzi lazima asikilize darasani, lazima amuelewe lecture, then sasa anaenda kwa AI kumuuliza kwamba okay, lecture amenieleza hiki na hiki na hiki, je, hapa information nyingine zaidi ni zipi, au unawezaje kuboresha kazi yangu? Kwa I'm not sure kama inaweza ikaleta vizazi vya degrees za AI. Na pia hata kama ukisema tukataa, yani huwezi ukakataa, kwa sababu sisi tutaendelea kubaki nyuma. Unajua sisi huku wa Tanzania na huku wa barani Afrika, hivi vitu wenzetu walikuwa wanavitumia mwanzoni. Kwa sisi sasa hivi tukaanza kusema hatuhitaji, wale kule watatuacha na sisi tutaendelea kubaki nyuma, baadaye tunaendelea kuwa nyuma zaidi, kitu ambacho hakitakiwi tena kuwepo kwa sasa hivi. Hilo swali lako liko vizuri, kwamba tunasema hawa wanafunzi watakuwa wavivu, ndio unachomaanisha. Kweli. Nataka nikwambie kwamba tunapoelekea tutahitaji watu ambao wana uwezo wa kuitumia AI vizuri zaidi kuliko hao wavivu ambao tungewaacha. Umeelewa? Watu wanavozidi kuwa active kumchezesha AI wanazidi kuwa the best, kwa sababu product wanaoiproduce even mtu wa kawaida hawezi kuiproduce. Na wanaiproduce kwa nini? Kwa sababu information walioifeed hakuna mtu ameweza kufanyaje kuifeed. Ikitokea saizi tunamuuliza AI kuhusu ile glasi, sawa, ukamwambia tunataka ile glasi ijae maji, alafu huyu akaja akamwambia ile glasi ina sentimita 2, ina ukubwa kiasi fulani, ikijaa maji, ikimwagwa hivi tamaliza ya maji kwa muda fulani, yupi atapata majibu mazuri? Huyu wa pili, si ndio? Maana yake huyu ameweza kuproduce information nzuri pale, amepata product nzuri. So tunapoelekea tutahitaji watu ambao, yani dunia inapoelekea inahitaji vijana ambao wanajua kuicontrol AI iperform vizuri, kwa sababu ina perform according to your mind, sio tu inatoka tu inasema umetaka hivyo. The way unazidi kuifeed vizuri ndio the way inakupa better product. That's how. So hata hawa vijana wanavojaribu kuitumia, nadhani inawapa vitu vikubwa zaidi, kwa sababu mimi nadhani hata ukienda ukachukua kitu ukapewa, lazima ukipitie. Na ukikipitia unagundua, unafunguka zaidi, kumbe hichi kinaweza kikafunguka mpaka huku, kumbe hichi kinakuwa hivi, kumbe hichi kinawezekana kupitishwa hivi. So nadhani hawa hawakosei kwa sababu wanapata better information. Yeah. Nakuta muda mwingine anakuja majibu yanayofanana, lecture akatoa assignment afu wote wanakuja majibu yanafanana. Hiyo ilikuwa ni Google. Sawa, tukirudi sisi tumesoma wote, tulikuwa tuna hilo tatizo kwamba okay, unaenda majibu yanafanana,
kwa sababu umecopy Google. Lakini when it comes to AI, it's about your information umeifeed. Umeelewa? What you need ndio inachokupa. Tuanze tukauliza swali moja, ndio maana nikasema huyu akauliza ile glass inataka ijae, huyu akaielezea ile glass, hatuwezi tukapata jibu moja, kwa sababu ile iko trained as human, ina understand what you need. Ikiona na inaweza kukuuliza kwamba hicho ulichokipata kiko sawa au ni kuongezea hiki yenyewe. lakini pia hapo Mr. Yuke ameongezea, tuseme kwamba wewe unavyopata informations kutoka kwa AI, hata mimi mwenyewe ni mtumiaji mkubwa sana wa AI, lakini siku zote nikipata kitu lazima nikae nikisome, nikielewe, nikisikilize, hiki ni kweli ni kile ambacho nilikuwa nakihitaji. Unaona kama nikiona sio kile ambacho nilikuwa nakihitaji, naweza nikatumia akili yangu kukibadilisha, au pia huyo AI naweza nikamwambia no, mimi nilikuwa sitaki hivi, naomba iweke katika mfumo huu. Kwa hiyo yani kwa vyovyote vile huwezi ukaikwepa AI. Unaweza toka mfoke. Unaweza kumfoke. Kabla ndugu yangu, mbona kama unafanana na wengine, naomba nipe ya tofauti mimi kama mimi, na anakupa. Mimi mara nyingi sana, mimi leo ndo ninasema ukweli hapa sasa, sijai kuongea isiri. Mimi ni mdau mkubwa wa kuposti sana Instagram. Ukienda pale na caption nyingi nimeandika, of course zinagusa watu, zinawasaidia watu wengi, na ukikuta kweli wameshare na kitu kama watu wameshare watu 1000, means kwamba hicho kitu ni very important na mtu ameona ni cha muhimu. Lakini sio kama muda wote mimi nakaa kuanzia asubuhi naanza kuandika caption, naanza kuandika zile carousel. No, nampa idea AI kwamba nataka kumuelezea mfanyabiashara njia 10 ambazo yeye zitamsaidia kutengeneza content zinazoleta engagement. Kwa situmia akili yangu, natumia akili za dunia nzima. AI inaenda kusearch dunia nzima, social media trend zinafanyaje, zinatokea vipi, ni kitu gani ambacho kitafanya content iwe na engagement kubwa. Kwa hiyo nikiweka pale, kile kitu kinaenda kanawasaidia wafanyabiashara wengi. Kwa mimi naamini yani huwezi ukanitenganisha na AI, mimi naweza nikasema hivyo. Sasa wewe umenifungua. Basi kumbe ndo maana unakuta mtandaoni yani mtu unavomuona ile na nilio nasema ile muonekano wake na kile anachokiandika pale ni tofauti, kumbe ni AI. Sasa usije ukaenda ukaanza kuwasema watu kwamba huyu muonekano wake na AI. Yani ukiona kitu mtu ameweza kuproduce kitu kizuri kutoka kwa AI, ujue huyo mtu pia hapa yupo vizuri. Kwa sababu AI kama hujui kumuendesha, kama hujui kumpa information kama alivyosema Mr. UK, hawezi kukupa kitu sahihi. Na ndio maana pia nafikiri AI centralization kuja na hii event inataka watu wote sasa waweze kupata kuelewa zaidi ni namna gani hata unaweza ukamuendesha AI ili aweze kukupa wewe kitu kizuri. Kwa hiyo mtu yote ukimuona anafanya kitu kizuri, hata kama akikwambia anatumia AI, usimdharau. Huyo mtu yupo vizuri hapa. Means kwamba ameweza kumfanya AI atoe kitu kizuri zaidi. Yes. Tunarudi sasa. Hapa nilikuwa nataka kurudi. Kabla sijakuuliza swali, hebu jazia ulichokuwa nataka kujazia kwanza. Yaani nilichotaka kujazia ni kwamba AI analeta tuseme professionalism mpya inaitwa prompt engineer. Yaani hicho ambacho wanakielezea hapa ni engineer kabisa ambaye anakifanya. Kwa sababu kumtwist AI akupe unachokitaka ni skills kabisa. Kwa sababu mimi hapa kama Mr. Yuka alivyosema, wote tunaweza tukatoka hapa na swali hili moja, wote tukasema vitu tunaenda kutafuta majibu kwa AI, lakini the way ambavyo majibu yetu yatakuja sio kama vile ambavyo tunaenda kusearch Google tukapata jibu hili moja. Tukipata jibu moja maana yake source itakuwa ni moja, maana yake na source ile moja maana yake wote tutakopi ile tutaenda tutaileta, lakini AI anakupa the way ulivyomuuliza. Kwa hiyo hicho kitu kinakuja kinaita tasnia mpya inaitwa prompt engineer. Kwa hiyo maprompt ndio wataweza kusurvive. Wale maprompt wazuri ndio wanaweza kutoa product nzuri, na product zote nzuri zinatoka kwa AI this time. Ni watu wa bei zetu, kwanza nawapongeza, hongereni sana, kwa sababu naweza nikasema ni kwamba ni watu ambao mko mbele ya muda. Unaona? Na familia zenu huko mlizotoka hizo inabidi wawe very proud, kwa sababu nyinyi napendaga kusema kwamba kuna kwenda shule afu na kwenda kusoma. Nyinyi mlienda kusoma, hamkwenda shule. Asante sana. Sana. Yeah.
kitu kimoja mnaenda kuzindua, inaweza kusema ni projekti kubwa sana ambayo kiuhalisia mimi binafsi najaribu kuiangalia mbele, naona ni kitu kikubwa sana ambacho kinaenda kuwasaidia Watanzania wengi, hasa wafanyabiashara, wanafunzi na hata wale watu ambao hawajui lugha ya Kiingereza, kwa sababu umesema sasa hivi mnapambana usiku na mchana kuhakikisha huyu AI wenu anajua Kiingereza fasaha. Yaani hata ukimtukana anaelewa, bwana umenitukana, sio hivyo, usinichukulie poa. Sasa nataka kufahamu wakati mnaelekea, ujue kila kitu ambacho unakuwa kinakufanya kinakuwa na changamoto. Wakati mnaelekea kwenye huu uzinduzi, wakati mna plan kufanya huu uzinduzi na kuja na hii ya AI centralization, ni changamoto gani hasa ambazo mlizipitia watazamaji wasifahamu, wasije wakachukulia tu kitu poa poa, kumbe hapa katikati kuna changamoto ambazo mmezipitia nyinyi binafsi kama BayZ? Changamoto, kila kitu kipya kinapoanzishwa kinakuwa kina changamoto, lakini sisi changamoto ambazo nyingi tumezipitia sisi kwetu kama fursa. Ni fursa ambazo zimetufanya sisi tugundue kwamba kuna fursa, kuna uwezekano mkubwa sana wa kufanya hichi kitu kikawa kikubwa zaidi kwa Tanzania. Changamoto ambayo tumeipitia labda ni ile awareness tu. Ni kitu kipya, ni teknolojia mpya, kwa hiyo kwa masikioni mwa watu ni kama mtu anasikia, ni kama vile lipuka bomu la Mbagala. Ilikuwa ni kitu kipya, sisi Tanzania tukuwahi kupata hiyo mitikisiko ya mabomu. Kwa hiyo ni kitu ambacho kadiri zinavyozidi kusikika masikioni mwa watu, kwao inaanza kuwa ni kitu rafiki, kinaanza kuwa familia. Kwa hiyo sisi changamoto kwetu changamoto ni challenge ambayo inatupa sisi kwenda mbele. Kwenye fursa tunawakaribisha sana vijana, makampuni, wafanya biashara waje kwenye hii event. Hii event kiujumla itaenda kubadilisha maisha ya watu wote. Haijalishi wewe una elimu ya kiwango gani, AI yeye ni rafiki kwa wote. Kuna siku nimeona post ya Elon amesema hivi, kwenye era hii ya kipindi hichi ambacho mtu yupo kwenye hii era, kila kitu mtu ambacho ana uwezo kujifunza kupitia device yake na internet, huyo mtu anaweza kujifunza kitu chochote, haijalishi ana elimu gani. Uzuri tu ajue kusoma, ajue kuandika, anaweza kujifunza kitu chochote. Kwa hiyo haijalishi una elimu kiasi gani, una elimu kiwango gani, hii AI haiji kumtenga mtu, wala haiwezi kusema kwamba hii AI ni ya watu waliofanikiwa sana, hii AI ni ya matajiri, hii AI labda ni ya wazungu tu. Yaani kuanzia sekta zote, yani hata yule mtoto wa miaka 6 mradi tu anajua kusoma, anajua kuandika, ana uwezo wa kutembea na hii AI na ikamsaidia kwenye kila nyanja katika kila sekta. Kwa hiyo AI ni ya watu wote, haijalishi wewe upo kwenye level gani. Kwa sababu hii AI inakufundisha, hii AI itakusaidia kwenye research, hii AI itasaidia wabunifu, hii AI itasaidia wafanyabiashara, hii AI itasaidia taasisi za umma, binafsi na wafanyabiashara. AI yupo kwa ajili ya kusaidia kufanya wewe ufanye kazi kwenye ufanisi, ije kukusaidia wewe kufanya kazi kwenye ubora wa hali ya juu. Kazi ambayo ulikuwa na uwezo kuifanya kwa masaa 3, sasa hivi AI unaweza kuja kuifanya kwa masaa 1. Engineer tulikuwa tuna order ma engineer wa kutengeneza website, applications, systems za ofisi. Tunaweza tukamuoda hapo au tukamwambia tutengenezee kitu fulani, akatumia zaidi ya miezi 3-4, lakini through AI ni muda mchache sana, wiki 2 anaweza kutolea product ya aina yoyote chini ya wiki 2, na product ikawa kwenye viwango vya dunia. Kwa hiyo wale wote ambao watakuwa sharp kuingia kwenye hii fursa, kuanzia ma software engineer, watafiti hawa, maprofesa, wanafunzi wa vyuo, ma digital graphics hawa, ma designer, hawa ndugu zangu, mbona hawa wameingia kwenye familia ya BayZ kwa sababu wao ni watu wa kudaka fursa mapema. Unajua ukiwa na jicho la mbali unaona kesho. Kuna mtu mmoja alishakuniambia, yani unakuwa unaona kesho. Mkurugenzi wetu mmoja anasema yuko ahead of time. Unaona?
ukiwa unaweza kuiona kesho, maana yake una uwezo wa kuona fursa ambayo haijatokea, yani haijawa watu wengine hawajaiona, wewe unakuwa umeiona na kuidadavua na kuiweka kwenye ubora ambao unatakiwa. Na mtu akija anaona kama ni kitu kipya, kumbe yeye akija kukizoea baada ya miaka 10, wewe ulishakizoea na wewe before yeye hajakijua. Okay, nataka kuangalia kwa sababu unajua kila kitu ambacho mnakuwa mnakuja nacho it means kwamba kuna feedback nyuma ambayo mlipata mkaona hiki kitu ambacho tutakianzisha kinaenda kugusa jamii moja kwa moja. Kwa upande wenu nyinyi Beizetu, mlipokea feedback gani? Unaona, mpaka mkaamua sasa kusema yes, hii feedback inabidi sasa hili jambo tulipush kwa nguvu zote ili watu waweze kuwa aware na hii teknolojia ya AI. Kama nimeelewa swali lako vizuri, feedback. Okay. Yaani unajua kadri sisi tumeanza kutumia AI miaka kadhaa nyuma kabla ya kutaka kuirelease. Na kila sehemu ambayo tulikuwa tunaenda kufanya kazi, matokeo tulikuwa tunayapata na the way watu walikuwa wanatupokea, kwanza tunakutana na watu ambao wapo kwenye hiyo professional kwa muda mrefu, lakini wanafanya vitu kwenye namna ile ile ya miaka ya 90. Kwa hiyo tunapokuja kufanya nao kazi kwenye namna hii ya AI, kwanza wenyewe nao wanakuwa very surprised. Wanashangaa vitu vina work kwa urahisi, kwa uwepesi, kwa haraka. Wao kazi ambazo walikuwa na uwezo kuzideliver kwa wiki, mwezi, wanashangaa sisi tuna deliver chini ya wiki. Umeona? Mtu ana deliver kazi miezi miwili, sisi tuna deliver chini ya wiki. Kwa hiyo watu wakawa yani wako surprised. Kwa hiyo sisi tukaja kugundua kumbe sisi tuna uwezo wa kuwa na hii product ambayo itakuja kusaidia watu wote ambao wanateseka kwenye hizi tasnia ya biashara, tasnia ya kujifunza, kwa sababu sisi tunakuja kuleta mifumo tofauti kwenye nyanja tofauti, kuanzia zile za shule, za makampuni, za taasisi, mpaka tuseme tunaweza tukasema mpaka taifa, mpaka serikali. Asante sana. Hili ni swali kwa Mr. Yuki pamoja na dada Neema. Nataka kila mmoja kwa nafasi yake hapo muwalingishie vijana na digital creators wengine ambao hawatumii hii teknolojia ya AI. Ngoja tuanze na Mr. UK. Hebu atamanishe kwanza kuna uondo gani kwenye AI? Kuwalingishia, anachoweza kuambia ni kwamba kuna vitu wanavipoteza na kuna vitu ambavyo wanavifanya vingeweza kuwa vizuri zaidi, lakini kwa sababu hawajui kitu ambacho tunakijua sisi vinashindwa kuwa vizuri. Kuna muda wanaona kwamba you are doing better, unafanya vizuri, kwa sababu hawajui unachokijua. That's why wanakuwa kwenye position ambayo hawawezi kufika ambapo upo. So the only way kwenda sawa ni kuchagua kujua tunachokijua, which ni AI. Na ningependa kusema kwa wafanyabiashara wote, vijana wote, makampuni yote, taasisi zote ambazo zipo Dodoma au ziko nje ya Dodoma na zinatamani kujua elimu ya AI, basi tarehe 19 ni moja ya siku muhimu sana kwao, kwa sababu it can change everything. Na tunaweza tukawa tunaongea simple, lakini kwa ambao watafika watasense hicho kitu, kwa sababu ni kitu ambacho hakina kudelay. So mimi hicho tu ndo ambacho ningependa kuambia. Asante sana dada Neema. Okay, na mimi kwa upande wangu siwezi nikasema na walingishia, kwa sababu hata mimi mwenyewe nimejifunza, nilipata informations nikajifunza, na wao sasa hivi wanapata hii taarifa, na mimi pia watajifunza. Cha zaidi sana ni wakaribishe tarehe 19 Dodoma Mabel Hall. Ukija pale sasa wewe ndo utachagua uikamate fursa ili ukalingishie wengine au uipoteze, lakini naamini kila mtu atakayeingia kwenye ile event hawezi kupoteza hichi kitu, kwa sababu ni kitu ambacho kitaenda kumsaidia yeye mwenyewe personally, lakini pili kama ni taasisi, kama ni mfanyabiashara. Kwa mimi wito wangu pia hata kwa taasisi, inaweza ikawa taasisi nzima hawezi kufika, lakini ndani ya taasisi mnaweza mkateua watu 2, 3 wakaenda kujifunza kwenye ile event, ili kwa sababu waweze kuleta mabadiliko ndani ya taasisi. Kwa hiyo watu wote wa Dodoma, watu wote wa Dar es Salaam na mikoa ya karibu, tukutane Dodoma tarehe 19 Mabel Hall. Tumalize na Mr. Marcelo.
nataka uambie wale watu ambao watafanikiwa au ambao watafunga safari kutoka sehemu tofauti tofauti Tanzania hii na pale pale Dodoma, baada ya ile event ya AI centralization wategemea kuondoka na experience gani? Asante. Experience ambao watakuja kutoka nayo pale ni experience kubwa sana ambayo nahisi hawajai kuipata sehemu nyingine yoyote, kwa sababu hichi kitu ni kwa Tanzania watu wengi wanatumia AI lakini wanaitumia kwenye namna tofauti. Lakini sasa namna hii ambayo wanaenda kuipata mpya kwenye siku ile ya tarehe 19 Mabel All mwezi huu, wataondoka na kitu ambacho wataenda kujivunia katika maisha yao yote, kwa sababu wataenda kupata fursa, wataenda kufungua fursa za maisha yao au za kazi, lakini wataenda kuongeza kitu kipya kwenye ujuzi wao, ikiwa ni wanafunzi, ikiwa ni mfanyakazi, ikiwa ni nani. Unajua kuna hii lugha wanasema AI anakuja kuchukua kazi za watu. Ni kweli AI anakuja kuchukua kazi za watu, lakini anakuja kuchukua kazi za watu kwa wale ambao hawatotaka kujifunza AI. Wale watu wote ambao hawatotaka kujifunza AI, kazi zao zitachukuliwa. Lakini mtu ambaye atajifunza AI na yupo na kazi yake inakuwa, thamani yake inakuwa bora zaidi. Kwa sababu siku hizi watu hawalipi degree au kulipi ni sijui una ujuzi gani au una cheo gani. Wanakulipa ni kitu gani una deliver. Kwa hiyo AI anakupa wewe uwezo wa kudeliver kazi yako au kazi kwa wepesi na bora. Kwa mfano, wewe una uwezo wa kufanya kazi kampuni moja masaa 8, lakini ndani ya masaa 8 unaweza kujikuta unaweza kufanya kazi kwenye kampuni 4. Kwa hiyo sasa angalia sasa wepesi wako hapo, unajiongezea wewe kipato badala ya kupoteza kazi. Kwa hiyo mtu yeyote ambaye anahisi kwamba AI ni kwa ajili ya kuja kuchukua kazi yake, huyo mtu anakosea na anafikiria kwenye mlengo tofauti au mlengo mbaya. Kwa hiyo watu wanatakiwa wajifunze AI, watu wa maofisini, watu wa makampuni, watu wa wanafunzi, watu wa vyuo, wanatoka pale wana degree. Kuna mtu mmoja alishaye kuniambia degree, akasema akaidefine degree, akasema it's a piece of paper ambayo akasema it's somebody signed it. Sasa ambayo sometimes kama hauna kitu kichwani, ile piece of paper is nothing. Lakini kama una kitu kichwani, maana yake ile piece of paper it's something. Unaelewa? Sasa kama it's something na una AI, maana yake thamani yako inazidi kuwa juu. Kwa sababu watu siku hizi walipi tu piece of paper, wanalipa thamani ambayo unayo, na thamani yako inatokana na ujuzi uliokuwa nao. Ujuzi wako ndio siku hizi unaolipa mtu. Kwa sababu kuna watu siku hizi wana madegree lakini hawana kazi. Lakini ukiwa na AI, hiyo kazi tayari utakuwa nayo. Kwa sababu anakuambia kazi ni kupata kazi. Lakini AI yeye ni kazi sasa. Mara moja kabla hatujafunga nataka kuuliza, unajua watu wengi ukisikia mtu kujifunza au kusoma wanajua inaweza kuchukua miezi au mwaka. Kwenye hii teknolojia ya AI, kwa mtu ili aweze kuielewa vizuri na kuweza kuitumia kwenye shughuli zake, inaweza kumchukua muda gani mpaka akaja akawa vizuri sasa AI na yeye pia ikawa inamsaidia kama inavyowasaidia nyinyi? Haikuchukui muda. Ni uwepesi wako wewe, nini unataka, na juhudi, research. Kila kitu ambacho unakihitaji kipo. Ni wewe kutenga muda wako kujifunza, wewe kuweka effort yako kujifunza. Kila kitu kipo pale. Kwa hiyo wewe sasa ni wewe juhudi zako binafsi. Kama utatenga masaa 2 kila siku kujifunza, maana yake hayo masaa 2 ndio vitu ambavyo vitakuwa vinaingia kwenye kichwa chako. Lakini kama utatenga hata masaa 5, 6, maana yake hivyo vitu ambavyo utajifunza ndivyo vitavyoingia. Kwa hiyo ni speed yako. Kwa sababu kila kitu kipo. Yaani hapa sasa hivi tunasema AI ni kama amereset dunia. Yaani hapa kama tunaanza upya wote. Yes. Bado changamoto. Kwa sababu mimi nilikuwa nafikiri bwana hii AI unapewa tu, unaingia unauliza inakupa majibu, kumbe lazima pia utenge muda, uipe muda pia
ya kujifunza. Of course, kwa sababu kama AI kuna kitu tunaita AI agent. AI agent ni kama tunakutoa photocopy wewe. Kwa hiyo wewe unatakiwa umfeed AI zile taarifa zako wewe. Kwa mfano wewe ni mfanyabiashara Divine, si ndio? Divine tunaanza kumtengeneza AI wa Divine. Kwa hiyo tunaanza kumwambia Divine ni nani? Divine anafanya shughuli gani? Divine anafanya nini? Divine ni nini? Divine ni nini? Vile vyote vile yeye anakuwa navyo sasa. Kwa hiyo wewe ukiwa hata kama haupo kwenye mtu yote anapokuja kwenye social media zako, kwenye page zako, yeye anakuwa assistance wako. Tunaita AI agent. Huyo AI agent anafanya kila kitu as if you. Bwana, nashukuru sana na asante sana kwa elimu hii fupi. Mtazamaji wa Divine Forex, nipende pia kukaribisha tarehe 19 Mabeo Complex pale Dodoma. Uje ujifunze, ufahamu kwa undani. Hiki tulichokisikia hapa ni kama muhtasari, ila nyama zile zote utazipata pale Dodoma tarehe 19.